na ninashangaa ni kwa nini praise, kwa sababu kuna watu ambao nilisema wasiimbe kwa sababu pia wamechelewa kwenye praise, ila nashangaa mnaimba. Kwa hii ndio inatafsiri tunazaa sasa kina Martha Moipaja wengine wengi ambao baadaye wakishainuka wanaanza kuwa na viburi, kwa sababu tatizo la leo, kama utoweza kusikia unapopewa maelekezo, tafsiri yake utakuwa na hicho kiburi, na baadaye utakuwa mwimbaji mkubwa ambaye utaonekana hujalelewa. Sasa hilo ni tatizo. Sio, unaonekana ni mwimbaji ambaye hana malezi. Unaweza kumjibu yeyote, unaweza kusema na yote, unaweza kumwambia yote. So hizo tabia za kiburi tusizione tena kwenye madhabahu ya BCC. Kuanzia sasa ni mwana praise saa tatu pa kwenye maombi ya asubuhi. Huwezi acha, tutaimba wenyewe, tutahubiri wenyewe. Sababu sisi hatutaki kupandisha waimbaji wenye viburi. Unaona hii ni sawa? Inafika mahali mpaka waimbaji ambao wanaitwa ni waimbaji wa nyimbo za Injili wanaweza kusuruhishwa na watu wa siasa. Mkuu wa mkoa anaweza kusuruhisha, si kwa sababu ya watu waliolelewa kwa mifumo kama hii. So tunawaacha, matokeo yake mnatokea mnakuwa watu ajabu ajabu. Takuja baadaye mnaitwa na wakuu wa mikoa wa usuruhisha. Mtu ametoka hata kunywa bia anakusuruhisha wewe, afu unadai umejaa Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu ya kulelewa vibaya kwenye makanisa. Niona mtu mmoja analalamika, anasema mababa wa kiroho wako wapi? Sio mababa wa kiroho. Hawa waimbaji wa Tanzania, most of them, they have a pride. Yani so wana mababa wa kiroho hawana, wana kiburi. Ukishainuka tu kidogo kanyota kale, kiburi kinanyanyuka. Lakini kiburi kimeanzia wapi? Huku. Hakuna askofu anaweza kusema kwa waimbaji. Waimbaji wengi hakuna askofu anaweza kusema, hakuna mchungaji anaweza kusema. Wote wanaonekana tu ni paka fulani. Sasa kumuona mchungaji ni paka kunaanzia huku chini.